Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Bakula TV? Tupo hapa katika mtaa wa Kingugi, kata ya Kiburugwa, nyumbani kwa mheshimiwa diwani wa kata hii. Mheshimiwa, mimi nakufahamu, watazamaji wa Bakula TV hawakufahamu. Hebu jitambulishe alafu tupe historia yako kwa kifupi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Fatuma Shija, diwani wa kata ya Kiburugwa. Nimetembelewa leo na Bakula TV nyumbani kwangu, mtaa wa Kingugi, kata ya Kiburugwa. Historia yangu fupi, mimi nimeanza udiwani wa viti maalumu 2015. Niligombea, kula zangu hazikutosha. 2018 nikapata udiwani viti maalumu kupitia dirisha dogo. Nimehudumu ndani ya miaka 1.5. 2020 nikaomba udiwani wa kata ya Kiburugwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kula zilitosha, lakini pia nikaaminiwa na wananchi ambao walikwenda kunipigia kula, hatimaye nikawa diwani wa kata ya Kiburugwa. Asante mheshimiwa. Wananchi wa kata ya Kiburugwa wamekuwa na imani na wewe, wamekuchagua kuwa diwani wao. Hebu tupe sasa utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye kata yako. Hali uliyoikuta na hivi sasa kuna mabadiliko kiasi gani? Hebu tuanze sekta ya maji safi na salama. Karibu. Asante mtangazaji. Kwenye sekta ya maji safi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kata ya Kiburugwa tuna maji safi na salama. Kwanza tunayo maji ya Dawasco, lakini pia tuna visima ambavyo wananchi wetu kulingana na hali ya kata yetu wana visima virefu ambavyo vina maji safi na salama, lakini 90% tunatumia maji ya Dawasco. Kwa hiyo kwenye hali ya mazingira ya maji safi na salama tuko vizuri. Changamoto huwa zikosekani, ni za kawaida, labda miundombinu kuharibika, lakini Dawasco wapo na wanafanya kazi. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Asante. Mheshimiwa Fatuma Michael Shija, diwani wa kata ya Kiburugwa, tukiachana sekta ya maji safi na salama, hebu tuje sasa miundombinu. Hali ikoje ya miundombinu katika kata yako? Hali uliyokuta na hivi sasa, kama jiografia ya kata inaruhusu, kama tuzungumzie labda madaraja na makalavati, hali ikoje? Karibu. Asante. Kwanza niseme kata ya Kiburugwa nimeipokea 2020 nikiwa diwani wa kata hii. Nilikuta ina changamoto zote. Ukienda kwenye miundombinu ya barabara, hali ilikuwa ni mbaya sana. Ukitoka Zakiem kuja kuipata Kingugi au Kiburugwa kwenda kwa Nyoka, hali ilikuwa ni mbaya. Hatukuwahi kuona hata greda ambalo lilipita kuchonga tu tukaona kwamba leo sasa tumepata greda limechonga au limeweka vifusi. Tulikuwa na barabara ambazo 100% tulikuwa tunaweka matairi ya gari yale, ndio lami ya kwetu. Lakini namshukuru, lakini pia naishukuru serikali yangu, tumeweza kupata barabara kwa kiwango walau kidogo, lakini tuna kiwango cha zege kwa barabara ambayo inatoka Konaba kwenda kwa Yamba, Magenge Shilini kwa Nyoka. Tumepata barabara ya mita 900 kwa kiwango cha zege, ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia tumepata barabara ya Zomboko Kingugi kwa kiwango cha mita 600, na sasa hivi mkandarasi wakati wote ataingia site kwa kuendelea na ujenzi kwenye barabara ya Zomboko Kingugi mita 200. Ilikuwa aanze wiki iliyopita, lakini kuna daraja ambalo liko kwa Mangaya, hali yake kidogo haikuwa nzuri na tunakwenda kwenye wakati wa mvua. Kwa hiyo aliona aanzie kule, baada ya kule anakuja kuendelea site. Lakini pia tuna mita 300 kutoka Konaba kwenda kuunga pale kwenye ile Zomboko kiwango cha zege, na yenyewe tayari mkandarasi amesha saini mkataba. Wakati wote ni mkandarasi huyo ambaye anajenga Zomboko na ndio huyo ambaye anajenga barabara ya Konaba kwa Yamba. Kwa kwenye upande wa miundombinu ya barabara changamoto ilikuwa ni kubwa, lakini tunamshukuru Mungu japo kidogo, lakini tunaishukuru sana serikali yetu kwa hicho kidogo ambacho tumekipata. Tukija kwenye upande wa miundombinu ya madaraja au vivuko au mifereji, sisi tuna changamoto kubwa ya mifereji mikuu 3. Kuna mfereji unaoitwa kwa Shego, kuna mfereji unaotoka Zakiem kuja kuingia kwa Shego, na kuna mfereji wa barabara wa mto ambao unatoka Chalambe unakuja kwa Mnyani kuingia Mzinga.
huu wa Zomboko, mfereji huu uliasisiwa tangu 2012 kwa ajili ya kuwanusuru wananchi wa Chalambe, lakini mfereji huu ulikuja ukajengwa ukaishia katikati ya mpaka wa Chalambe na Kiburugwa. Nilipoingia madarakani, mfereji huu nimeusimamia, umejengwa mpaka katikati ya Kiburugwa ulipoishia, yani kwa maana ya wataalamu waliasisi kuishia pale. Lakini tumepambana kwenye asilimia kwenye mradi wa DMDP phase 2 umewekwa, bado sijajua utajengwa lini. Kwa hiyo naiomba serikali yangu, najua wananiona, na muomba Mheshimiwa Rais alitilie mkazo, na nina imani na serikali hii, na nina imani na Mheshimiwa Rais kwamba atakwenda kusikiliza kilio cha wanakiburugwa ambao kupitia mfereji huu umeleta maafa makubwa sana. Mwezi wa 4 mwaka jana nilipata wahanga 120 ambao wamekosa makazi na wameishi kwenye ofisi zetu za serikali ya mtaa mpaka walipopata maeneo ya kwenda kujihifadhi. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa ya wanakiburugwa. Lakini pia mfereji ambao unatoka Kilungule kuja Kingugi pia kwa Mnyani, mfereji huu nao umeishia kati, kufika pale pia umekata, unaleta maji, na wenyewe pia ni changamoto. Lakini kwenye mradi wa DMDP phase 2 pia kuna daraja ambalo litajengwa pale kwa Mnyani. Kwa na imani kwenye upande wa madaraja, Mwenyezi Mungu ikimpendeza, najua serikali yangu ni sikivu na Mheshimiwa Rais ni msikivu sana, mama yangu Samia Suluhu Hassan, na najua itakwenda kutekelezwa. Asante. Haya ndugu zangu wa Kiburugwa, mnataka nini tena zaidi ya Mheshimiwa Fatma Shija? Nadhani kabisa nazungumza bila shaka kwamba ni mpigania haki za wananchi wa kata hii ya Kiburugwa. Anapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata miundombinu mizuri na ya uhakika kabisa. Mheshimiwa, tukiachana na hii sekta ya miundombinu, hebu sasa tuzungumze katika swala la elimu. Wakati unaingia madarakani, hali ilikuwaje katika sekta ya elimu na hivi sasa kuna mabadiliko kiasi gani? Karibu Mheshimiwa. Asante. Wakati naingia madarakani kulikuwa kuna shule 3 za msingi na 1 ya sekondari. Lakini changamoto ambayo ipo kubwa sana katika kata yetu ni wingi wa wanafunzi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tunazaana sana. Kiburugwa tunazaana. Kwa hiyo shule ya msingi Kingugi ina mfuriko ya watoto, shule ya msingi Kiburugwa inafurika, Juhudi inafurika. Ingawa serikali imejitahidi kutupa mafungu kwa ajili ya kujenga madarasa, lakini bado tuna uhitaji. Lakini changamoto hii tunakwenda kuimaliza. Kupitia mkurugenzi tumeishafanya uthamini, kuna maeneo ambayo yapo yanatosha kuongeza madarasa, na tunakwenda kuanza sasa ujenzi wa madarasa ya kwenda juu. Wataalamu wameshafika na wamekagua maeneo yote ya shule zetu 3 na wako kwenye mpango, kupitia mkurugenzi wako kwenye mpango mzuri ambao unakwenda kubadilisha mafuriko haya ya vijana wetu kusoma wakiwa wamebanana mpaka wanakaa chini. Kwa hiyo na imani kupitia serikali kuu, Mheshimiwa Rais anakwenda kufanya maajabu kwenye kata hii ya Kiburugwa. Kwa upande wa sekondari, nilikuta shule ile ilikuwa ni shule ambayo kielimu, taaluma iko chini sana kutokana na mazingira ya shule yenyewe. Katikati ya shule kulikuwa kuna majengo ya wananchi, nyumba 3 ambazo walikuwa wanaishi mle ndani. Kwa hiyo wanafunzi wanasoma, wananchi wale wanapiga muziki, wanaendelea na maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kubwa sana, kiasi kwamba namshukuru Mheshimiwa Rais, tumekwenda kufidia wananchi wale wameondolewa. Tumejenga madarasa 5, tulijenga madarasa 4 kwanza, na sasa tumejenga madarasa 5, jumla tumefikisha madarasa 9 mapya, na shule imepanda hadhi. Leo hii shule yetu ile katika shule bora, shule ya sekondari Kiburugwa ni shule bora katika shule ambazo ni bora na zinafanya ufaulu mzuri sana. Kwa hiyo kidogo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunakwenda vizuri. Kwa hiyo ndani ya miaka yangu 5 yapo tuliyoyafanya. Yapo tuliyoyafanya kwenye upande wa miundombinu, yapo tuliyoyafanya kwenye upande wa elimu ya msingi na sekondari, lakini pia tulikuwa hatuna kituo cha afya. Tumepambana
changamoto ambayo ilikuwepo, mafungu ya kuja kujenga kituo cha afya ilikuwa kipatikana, lakini fidia ndio ilikuwa kidogo changamoto. Lakini sasa tunakwenda kujenga kituo cha afya, na juzi tulikuwa na kikao na wananchi ambao tunakwenda kuthaminisha eneo lao kwa ajili ya kujenga kituo, na jana wameanza kufanya uthamini. Kwa maana utaratibu wa uthamini unaendelea, ukishakamilika basi tunakwenda kupata kituo cha afya. Haya, asante. Hiyo ni sekta ya afya, mpo katika utaratibu wa kujenga kituo cha afya. Kabla hapo labda kuna zahanati au vipi? Karibu. Tunayo zahanati ya Kingugi ambayo inafanya kazi masaa 24 kwa upande wa huduma ya mama na mtoto, lakini masaa 12 kwa huduma za kawaida. Ni kituo ambacho tuseme kinaelemewa. Kwa hiyo tukipata kituo cha afya, maana yake tutakuwa sasa changamoto kidogo zimepungua na uhitaji wa wanakiburugwa. Asante. Mheshimiwa Fatma Michael Shija, diwani wa kata hii ya Kiburugwa. Hebu tuje sasa swala zima la ulinzi na usalama. Hali ilikuwaje hapo awali na hivi sasa? Vipi wananchi wanaishi katika maisha salama? Karibu. Asante. Kwenye swala zima la ulinzi na usalama, kulikuwa kuna changamoto kubwa sana, lakini sasa hivi inakwenda inapungua. Japo bado wimbi la hawa watoto wetu ambao ni tuseme vibaka. Sisi hatuna ujambazi ule wa kutumia silaha. Ni vibaka ambao ni vijana ambao tunawajua yani wa mtaani. Wakati mwingine wanakamatwa, wanaadhibiwa, wanatulia, lakini hali ya ulinzi na usalama imeimarishwa. Kwa sababu baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa tumechagua tena kamati za ulinzi na usalama, na zinafanya kazi kwa kushirikiana na wajumbe wetu wa mashina na wajumbe wa serikali za mitaa. Tunakwenda vizuri. Changamoto zipo za kawaida tu. Haya, muda ni chache, mambo ni mengi, siku nyingine tutakuja kuzungumza mengine. Kwa kumalizia, labda mheshimiwa, hebu utuambie kama leo unafanya mkutano wa hadhara kuzungumza na wapiga kura wa kata yako ya Kiburugwa, utawaambia nini? Tumia nafasi hii kuzungumza na Watanzania, tumia nafasi hii kuzungumza na wapiga kura wa kata yako ya Kiburugwa ambao ni kati ya wapenzi wakubwa wa Bakula TV. Karibu. Asante. Bahati nzuri mikutano ya hadhara naifanya mara kwa mara. Ninaifanya ninapokuwa mimi nina mitaa 6. Kila mwenyekiti wa serikali ya mtaa anapofanya mikutano kila baada ya miezi mitatu, manake na mimi nipo na huwa ninazungumzia yale ambayo wananchi wa Kiburugwa wanahitaji. Wananchi wa Kiburugwa wanahitaji miundombinu ya barabara, mifereji, shule, vituo cha afya na huduma za kawaida. Lakini changamoto kubwa sana ni hizo ambazo kila ninapokaa kwenye vikao ninawajulisha kinachoendelea ndani ya serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi, nini kinafanya na nini tunakitarajia. Kwa hiyo matarajio yangu ambayo naweza nikawaambia wananchi, hatua tuliofikia bado tunaendelea kupambana, na nina imani bado na uwezo wa kupambana, na ninajua wananchi wangu bado wananiamini kwamba tunaendelea kupambana. Haya, Mheshimiwa Fatma Michael Shija, diwani wa kata hii ya Kiburugwa, huu ni mwaka wa uchaguzi. Hebu utuambie misimamo yako iko vipi? Bado wananchi wa kata hii ya Kiburugwa waendelee kutembea kifua mbele kwamba kwa kuamini diwani wao kwamba utatia tena jina au vipi? Karibu. Asante. Asante ndugu mtangazaji. Chama chetu kina utaratibu. Utaratibu wa chama chetu, muda ukifika baada ya mabaraza kuvunjwa, manake utatangazwa uchaguzi, manake muda huo utakuwa umefika. Kwa hiyo muda ukifika nitasema kwamba ninarudia na ninaomba ridhaa tena wananchi waniamini, lakini kwa kipindi hiki bado tunaendelea kutekeleza miradi ambayo tumeiachia na tunaendelea kuisimamia. Haya, asante. Nadhani mmemsikia hapo Mheshimiwa Fatma Michael Shija, diwani wa kata hii ya Kiburugwa. Wananchi wa Kiburugwa, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, hiki sio kipindi cha kufanya majaribio ya viongozi. Mwanamama ameamua kujitoa, huwa anakosa muda kukaa na familia yake kwa ajili ya kutumikia wananchi wa kata ya Kiburugwa. Kwa nini mtafute mwingine wakati mama Shija yupo? Mheshimiwa, kama leo unakutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan, utamwambia nini kuhusu kata yako ya Kiburugwa? Kuna changamoto gani kubwa ambazo unadhani serikali kuu unaomba
uingilie kati. Tumia nafasi hii kuongea na Mheshimiwa Rais, lakini hata kama Mheshimiwa Rais hajaona, basi wasaidizi wake wataona na ujumbe utamfikia. Karibu Mheshimiwa. Asante. Kama leo nabahatika kukutana na Mheshimiwa Rais, nitasema maneno yafuatayo ambayo si maneno yangu, ni maneno ya Wanakiburugwa. Wanakiburugwa kilio chao kikubwa ni kata ambayo ina jiografia ngumu sana katika maisha ya Wanakiburugwa. Kwenye upande wa miundombinu hawana barabara ya kutoka, wako kama wako kisiwani. Lakini tuna barabara ya mradi wa DMDP ambayo barabara inaitwa Zumboko Kingugi inayokwenda kutokea Buza. Hii barabara ikikamilika ni barabara ambayo itakwenda kuifungua kata ya Kiburugwa kuwa itoke kwenye changamoto ya kutokuwa na barabara ya kutoka. Lakini la msingi ambalo ni maisha ya wananchi wa Kiburugwa na yanaleta maafa makubwa ni mfereji wa Shego. Mfereji ambao mpaka leo hii tangu umesimama kumaliziwa ulipoishia umechukua nyumba zisizopungua 80. Zote zimeondoka na zingine zinaning'inia. Kwa hiyo cha kwangu nitakachomwambia Mheshimiwa Rais na ni kilio cha Wanakiburugwa ni kumaliziwa kwa mfereji huo ambao umebakiza kilomita 2.5 ili ufike eneo husika na wananchi wa Kiburugwa wabaki wakiwa salama. Hicho ndiyo kilio kikubwa cha Wanakiburugwa na sina cha kuwajibu. Hai, kwa leo tunaishia hapa. Ni mimi mtangazaji wako Fadhili Saidi, nyuma ya kamera ambaye ndio anachanganya picha Abdalla Bede, lakini dereva wetu pale Godi. Tukutane na siku na muda mwingine kama huu. Usisahau kutusubscribe kupitia online TV yetu, pale utaandika Bakula TV. Tunapatikana YouTube na Instagram pamoja na TikTok, utaandika hiyo Bakula TV, lakini vile vile tunapatikana na Facebook, utaandika Bakula Habari. Tukutane siku na muda mwingine kama huu. Tuagane Mheshimiwa. Asante, nikushukuru sana mtangazaji, lakini washukuru pia watazamaji na wasikilizaji wa Bakula TV. Leo pia nilikuwa nimetembelewa na mashehe wangu wa kata ya Kiburugwa, BAKWATA pamoja na